ya wengi katika jamii na kufurahia kila mwanamke aliyeoleka kuwa na mtoto, kumbe ama kiumbe ambacho ujio wake hudhihirisha baraka na kuleta furaha kwa wengi. Kukosa uwezo wa kujifungua na kuitwa mama kukionekana na wengi kama laana na bahati mbaya. Katika simulizi hii inayowasilishwa zaidi na mwanahabari wetu Quinto Wafula, anatueleza jinsi ambavyo jamii ya Ilchamus inapambana na changamoto ya utasa, ukame na mikosi mingine. Katika kijiji cha Mukutani, eneo la Baringo Kusini, tunakutana na Helen Lesuno mwenye umri wa miaka 28. Helen hajawahi kuwa na bahati ya kupata mtoto. Mnamo mwaka 2012 alipoteza ujauzito na tangu wakati huu hajafanikiwa kushika mimba. Anguka chini, hiyo mtungi yangu ikarudi chini, mimi nikapita. Sasa venye nilipita, nikafika nyumbani sikuambiana nimeanguka. Halafu venye nilifika nyumbani nikaanza kuwa mgonjwa. Nilipoanza kwenda kutafuta hiyo mimba, nikaona sipati. Kumbe shida ilianzia hapo. Nje ya boma lake, wanawake wamekusanyika wakiimba nyimbo za baraka kabla ya kuelekea kwenye kingo za mto chini ya mti wa mkuyu, wakiendelea kuimba huku nyasi zikiwa zimefungwa shingoni mwake. Hizi zikiwa hatua za imani ya kupata ujauzito. Baadaye wanaelekea kwenye chemchemi ya maji moto ambako ibada nyingine ya kitamaduni inafanyika. Wanasunguka hii miti ni wale wamesa wasichana ya mbele ya kwanza yule amesa msichana kwanza, na tena ya mwisho ni msichana. Samadi ama matope na kuweka maziwa na kukoroga, na kila mama hasa wale ambaye hawasai anaweka hapa, naweka mkono na kuweka hapa. Hiyo ni kusema sasa wanambariki apate kusaa. Wamama sasa wakiimba hivi ama wakifurahi hivi, mimi hata pia nabarikiwa na hiyo kuomba ya wamama. Kwa upande mwingine, katika eneo hili wazee katika jamii hii wamejitokeza kufanya maombi maalum ya mvua katika maeneo haya. Hii ni kutokana na kukosekana kwa mvua kwa muda mrefu sasa, ukame ukiwakodolea macho, kwani tumaini lao la kipekee, mto Mukutani, unakauka. Katika Jamhuri ya Kenya mvua amenyesha, lakini hapa ni manyonyi. Sisi nataka mvua inyeshe, alafu mali yetu ipone, mashamba yetu sisi napata chakula. Katika kutekeleza maombi haya, wazee wa jamii wanampeleka kondoo mtoni na kumtumbikiza ndani ya maji hadi yatetemeke, ishara kwamba mvua itanyesha. Ikiwa kondoo hatatetemeka, inamaanisha kuwa jamii itakumbwa na majanga. Ibada hii inayoheshimika sana huandaliwa na wazee pekee ambao katika jamii wanachukuliwa kuwa safi. Sema tuingize maji itoke, yaanza kufanya hivyo masikio na mwili yote kutoa hiyo maji. Hiyo ni kusema basi mvua itanyesha. Iwasaidie kwa calamities yetu isiwakute. Kama ni drought, mvua ikuje inyeshe. Kama ni magonjwa, Mungu ipoeshe. Kwa mujibu wa chifu wa eneo hili Benjamin Lecher, kutekeleza kwa ibada hizi kumedhihirisha matokeo bora katika jamii kwa miaka mingi ambayo imekuwa ikizingatiwa. Kauli hii kiungwa mkono na Jeffrey Lengusuranga. Na inafanya kazi kwa imani ya kimila na imewahi kufanya. Na hata hii ya leo tuna imani kwa sababu kuna mama ambaye hajafanikiwa kwa muda. Leo ni mwezi wa 3. Mwezi wa 3 mwaka ujao utasikia huyo mama akiwa amejifungua hapa na mtoto. Mvua ananyesha, ng'ombe anapata nyasi, sisi naendelea kulima, tunapata maji. Kila mtu anafurahi sasa. Jamii ya Ilchamus ni mojawapo ya jamii zilizo kando ya ziwa Baringo. Hivi majuzi walipewa wadi ya Ilchamus kama juhudi za kuhakikisha wanapata uwakilishi na mgao wao wa rasilimali za kitaifa. Quinto Wafula, TV 47.